Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi leo amekusanya mamia wananchi Zanzibar na Tanzania bara kwa kuaga mwili wa marehemu Charles Martin Hilary. Amesema ni mtu aliyefanya kazi katika sehemu mbalimbali. Watu wote walikuwa wanamtambua kwa ukarimu wake na uhodari wa kazi zake. Sema haya Ukisonge wakati alipokuwa akiuaga mwili wa marehemu huyo Charles Hilary, ambapo akiongozana na mke wake Mama Maria pamoja na viongozi mbalimbali. Pia amesema kuwa ni pengo kubwa kwake, kwani alikuwa mtu wa karibu sana, mcheshi kwa kila mtu, pia mfanyakazi mahiri sana. Rais ametoa funzo kwa wananchi na kuwaeleza kuwa watoe sifa kwa wafanyakazi wao wakati wa uhai wao. Kama sote tulikuwa tunamtambua marehemu Charles kwamba ni mtu mcheshi kwa kazi, ni mtu wa familia, na mimi nayathibitisha haya kwa sababu mara zote tulivyokuwa naye, na stress kiasi gani utacheka tu, alikuwa hodari na mtu mcheshi wa kutufanya sote pamoja na majukumu. Na kwa ofisi yangu mimi ambayo ina mambo mengi, stress ni kawaida, lakini mbele ya marehemu Charles tulikuwa tunacheka, tunafurahi. Kwa hivyo wale wote waliosema kabla yangu kwamba marehemu Charles alikuwa ni mtu mcheshi, tunaungana nao, lakini alikuwa ni mchapa kazi mzuri, kwa sababu kama tulivyosikia ni mtu aliyefanya kazi katika taasisi zote kuu za habari hapa Tanzania, kuanzia Radio Tanzania, Radio 1 na ITV, Azam TV au tuseme Azam Media, hata idhaa za Kiswahili za BBC na kule Ujerumani. Wakati nilipohitaji mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, nilimpigia simu mimi mwenyewe, nikamwambia nitakuhitaji uje kunisaidia katika kazi hii. Hakusita, alinijibu pale pale. Maana mimi nilimwambia kidiplomasia kidogo, nilimwambia chukua muda, tafakari, alafu nijibu. Akanambia kwa heshima ulionipa na kujibu sasa hivi kwamba niko tayari kuchukua kazi hiyo kuja kufanya kazi na wewe. Namshukuru sana marehemu kwa moyo wake wa kizalendo wa kuja kuitumikia nchi yake. Baada ya mazungumzo yetu hayo, nilijiona nina dhima ya kumpigia mmiliki ndugu Abubakar Bakhresa, nikamuomba kwamba naomba umruhusu Charles aje kufanya kazi na mimi, na yeye hakusita. Kanambia madam unamhitaji, sisi pia tunamhitaji, lakini tuko tayari kukupa, tunatambua kazi unayompa ni kazi ya nchi, tuko tayari. Kwa hivyo ndugu zangu, kuna fundisho tunalipata hata katika misiba. Fundisho lenyewe ambalo mimi nimelipata ni kwamba tuwe tayari kuwasifu na kuwaambia wafanyakazi wetu wakifanya vyema pale pale wanapofanya vyema. Tusingoje mpaka mtu kashatangulia mbele ya haki, leo hapa ndio tunatoa sifa zake. Charles alikuwa ni mfanyakazi mzuri, sote tunatambua kazi kubwa aliyokuwa anaifanya. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ulikuwa umefika kwa kila mtu kwa sababu ya kazi nzuri aliyokuwa akifanya yeye pamoja na wenzake. Naitwa Faruk Karim, nikiwakilisha wanahabari wa Zanzibar kutokana na kifo cha mpendwa wetu, bosi wetu Charles Martin Hilary. Katika kufanya kazi na marehemu Charles Hilary, Radio 1 hapa
Yeye ndio alionipokea nilipojiunga na Radio 1 mwaka 1994. Wakati ule sikujua kama yeye ni Mzanzibari. Mimi nilichukulia bosi wangu napeleka habari. Lakini kilichonishangaza baadaye ndio nikaja kujua. Nilipopeleka habari akanipa agizo kwamba hakikisha kila siku unaleta habari za Zanzibar. I was shocked and surprised, lakini kama nafanya kazi. Yaani tumepata faraja kubwa Mheshimiwa Rais. Ametujengea daraja ambalo wanahabari wote wa Zanzibar hawezi kuamini. Ametujengea daraja ambalo sisi we are so close to you. Waandishi wa habari tuko very close na kwako. Yaani tunaona kama sometimes huyu rais tunacheka naye, tunazungumza naye, tunatania naye, tunamuuliza chochote. It is through Charles Hilary. Mfumo ule alitujengea wa kuja kukutana na wewe kila mwisho wa mwezi, alitupa uhuru. Muulizeni Mheshimiwa Rais mnachotaka. Mwambieni Mheshimiwa Rais mnataka kitu gani. Na that's what we ameondoka na leo tutamzika, lakini bado sisi tutaendelea kukumbuka fikra, busara na mawazo yake ya kulinda daraja hili ambalo umetujengea. Kwa hivyo tuna imani kabisa kwamba tutaendelea kukumbuka. Alikuwa ni moja ya mtu kipenzi sana kwa waandishi wa habari kutokana na uhusiano alitujengea, na alitujengea uwezo wa kuipenda nchi, kuwa wazalendo, kuipenda nchi, kufanya kazi yako waandishi wa habari, andika unachotaka kuandika kama una mawazo tofauti, lakini nchi Zanzibar iwe mwanzo. Hakuna kitu kizuri kama kuipenda nchi yako. That's what ametujengea misingio, na leo waandishi wengi katika serikali ya Monano wamekuwa ni wazalendo. Mimi ni mkuu wa utangazaji Azam TV. Alikuwa akitoka UFM anashusha ukurugenzi wake anaika mfukoni. Akija kwenye TV anakuwa kama watangazaji wengine walio chini yangu. Nidhamu hiyo ndio Charles aliyoijenga kwa kila mtu kwa aina ya rika. Uwe mdogo basi kwako atakuwa mdogo, na ukiwa mkubwa basi kwake yeye pia utakuwa mkubwa. Alikuwa angalie rika la mtu, kitu alichonacho ama nini anacho. Charles alikuwa akifahamu fika kwamba muda wa habari ni 2 kamili usiku. Nusu saa kabla yupo studio. Atakuwepo pale, atataniana na timu nzima. Na akiona hauko kwenye sura ya kufurahi, atakwambia usiendekeze stress. Atahakikisha kila mtu anapata mood ya kazi. Atarihaso pamoja na kwamba amepitia bulletin nzima akiwa redioni kule, lakini bado atafika studio atairihaso upya. Alikuwa na nidhamu kubwa sana ya kufuata maelekezo, haijalishi ni nani anampa maelekezo nyuma ya kamera. Nikiripoti kutoka Kisonge, mimi ni Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.